Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Hali gani unayo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Fizi News 24? Bila shaka natumai umwili wa afya na uko kando ya redio yako na TV yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu na kufuatilia kwa kina. Ni muda mzuri mpenzi mtazamaji kuweza kufuata taarifa yetu ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Kumbuka kwamba hii ni Fizi News 24 ambayo inakuwa inakuja mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninakuomba kama ndo bado unakuwa kwanza kujiunga nasi, usikose hapo ku like, kushare na kusambazia wengine ili wa kwanza kupata taarifa zetu kwa wakati unaofaa. Na habari zetu zitaanzia na uko Mikenge ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linalosaidiwa na washirika wake wakiwemo wazalendo na jeshi la Burundi tangu Jumapili ya tarehe mosi Machi imefanikiwa kurejesha zaidi ya vijiji vitano katika maeneo ya tarafa la Fizi na Mwenga mkoa wa Kivu Kusini kufuatia operesheni dhidi ya wanamgambo wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23 kwa mujibu wa vyanzo vya ndani. Kwa mujibu wa vyanzo tulivyozungumza navyo ni kwamba mapigano yameongezeka tangu mwishoni mwa wiki iliyopita katika eneo hilo. Miongoni mwa vijiji vilivyorejeshwa ni Mikenge ambacho kwa muda mrefu kilikuwa kidhibitiwa na waasi. Ni tangu Jumapili ambapo FARDC kwa msaada wa wazalendo alirejesha Mikenge na maeneo mengine. Operation katika eneo hilo zinaendeshwa na FARDC kwa kushirikiana na wazalendo wa Kakobanya, amesema Pacifique Karuka, mwenyekiti wa shirika jipya la raia eneo la Kipupu. Chanzo kingine kimeeleza kuwa Mikenge imerejeshwa na FARDC pamoja na wazalendo Madegu pia na sehemu ya Kalingi. Mapigano hayo yamesababisha wakazi wengi kuyama makazi yao, huku baadhi yao wakifika hadi Uvira kwa mujibu wa mmoja wa wakimbizi wa ndani. FARDC wamesema kuwa wamechukua hatua ya kujibu mashambulizi ya waasi wa AFC M23 ambapo baadhi yao wameuawa na wengine kukamatwa. Kwa mujibu wa Luteni Regan Mbui Kalonji, msemaji wa jeshi katika eneo hilo, katika operesheni hiyo kali kujibu mashambulizi ndani ya eneo la Fizi, miji na vijiji muhimu vya kimkakati vilirejeshwa ikiwemo Mikenge, Kakenge, Bilalo mbili na Bigedo ya kwanza. Mbali na kurejeshwa kwa vijiji hivyo, waasi kadhaa waliuawa, 5 wakikamatwa, 7 wakijisalimisha na miili 11 ilikutwa ikiwa imetekelezwa uwanjani, miongoni mwao ikiwa ni kamanda wa brigade wa AFC M23 pamoja na afisa wa vifaa vya kulinda Twirwaneho na walinzi wao. Jeshi pia limesema limekamata vifaa vya kijeshi ikiwemo na kifaa cha leza cha kupambana na droni. Tangu mwezi Machi 2025, wanachama wa AFC M23 walikuwa wakidhibiti mji wa Mikenge. Mapigano yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara kati ya muungano wa Twirwaneho, Red Tabara, FNL unaoshirikiana na AFC M23 dhidi ya FARDC wanaosaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Msikilizaji, huko Kamituga ni kwamba mashirika ya kiraia katika eneo la Mwenga Kamituga wanaomba kwa serikali na uongozi wa kijeshi kukumbuka wazalendo kwa kuwapa motisha pesa kama wazalendo wengine, kwani wote wanafanya kazi ile ile ya kulinda na kutetea nchi dhidi ya uvamizi wa AFC M23. Kwa kiwa Kilongo Isoba Fiston, mwenyekiti wa shirika la raia husika na haki za kibinadamu BDH Mwenga Kamituga, ameanza kwanza kutoa picha hali ilivyo katika eneo la Kamituga. Kwanza nilikwambia nilikuwa voyage na voyage nilikuwa tu wale kadri ya kwenda naongea na bazalendo. Paske shie stable shika raia nika sana mteritori ya Mwenga jia mamuvuma zote za bazalendo. Utakumbuka kama ni shie population tunaprendre en charge bazalendo depuis mwanzo ya vita mpaka leo. Na kujulisha bwana Mwariri kama territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga inakuwaka victime ya discrimination ya mingi mu niveau national na mu niveau provincial. Bazalendo ya territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga, entre autres coalition ya Mwenga Shabunda na benzetu ya Walungu benye balikia kubasaidia, benzetu ya Maniema benye balikia kubasaidia kwa kufunga hii viru ya hapa ya Kilungu. Mpaka sai niko nakuambia bwana Mwariri au yapata hata 1000 francs hata 500 francs ya prime inatoka ku gouvernement. C'est
ma population à travers les barrières, à travers des barrières. Ndio iko na kulisha bazalendo, iko na uzia bazalendo masila, ndio iko na uzia bazalendo mamunition, ndio iko na bavalisha et tout consort. Uko na uhakika na hiyo ambayo unasema Kogodo? Unamaanisha serikali haijawakumbuka wazalendo wa eneo ya huko? Niko na uhakika na venye niko nakwambia bwana Mwari, nakwambia kama mimi nilikuwa en déplacement, na déplacement ilikuwa kwenda kuongea na bazalendo ba parti moja hii fulani parce que kazi ni kusensibiliser bazalendo. Upande mwingine ameomba wakuu viongozi wa serikali kufanya uchunguzi kila mara juu ya kuhakikisha kila mzalendo amepata motisha. Basi unakumbuka kama mzalendo ni raia wa jana, ni mwenzetu tulikuwa naye jana, anaona kama inchi inavamiwa akaamua kupiganishia inchi na silaha, na shie tukaamua tubakie kupiganishia inchi na karatasi na kinywa na kudefende haki ya binadamu. Sasa benye niko nakwambia bwana Mariri ni ukweli mtupu, mzalendo wa territoire ya Mwenga na vila Kamituga ayapata hata 1000 francs, hata 500 francs ya prime, inaitwa prime inatoa ku gouvernement. Na ile yenyewe kwa vile discrimination tunai condamner avec dernière énergie, parce que ce n'est pas la première fois que territoire ya Mwenga inakuwa discriminé. Abayapata hata 1000 francs. Wanasema nini naweza ikawa sababu ya wao kutokupata? Je, mmesha wasogelea? Tatizo haiko kubazalendo, tatizo ni ku government kubatu wenye government ipatie responsabilité ukia napokeza nani bazalendo. Pour nous la société civile wenye tu résister malgré ma tentative za mingi, tunaweza na sa vile ni stratégie na shie tunabambia kama malgré les discriminations teniko ndio wanafanya, mzalendo wa territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga, mzalendo wa Shabu Mwenga na Kamituga alishavumilia mingi. Ile yenye banafanya haitatuma baache njia wazi, bakaendelea kupiganisha na kufungia hadi. Message tunaweza kuwa nayo kwa government yetu na kwa viongozi wa serikali, wako wanafanya suivi wakati yenye bana lancer activité moja fulani, il faut suivre sur terrain, il faut kuuliza watu wenye biko ku terrain nini inaendeka na nini yenye yajendeke. Kwa vitu mingi inasemekana Kinshasa balisaidia wazalendo, lakini sisi hapa Mwenga hatuione. Kwa hiyo tunaweza penda na hiyo kama gouverneur ako nafuata radio, vitu gouverneur anafuata radio, et les autres qui sont concernés bajue kama mzalendo wa territoire ya Mwenga yapata hata 1000 francs comme prime yenye chie sawa société civile, chie sawa société tunakonsensa vile ni discrimination ku bazalendo wa territoire ya Mwenga. Na huko tarafani Fizi ni kwamba vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi imeomba kwa serikali ya jimbo na ile ya Kinshasa kukarabati kwa haraka daraja la mto Mtambala lenye kuunganisha mji wa Baraka na sekta ya Mtambala ambalo liko katika hali mbaya kwa sasa. Akizungumza nasi Bwana Ngali Sanganino Bwanjo, coordinator wa vuguvugu hilo, amesema kuwa hali ya daraja hilo ni mbaya na inaweza kuleta madhara, hasa kusababisha ajali kwa vyombo vya usafiri. Ndiyo ndugu mtangazaji, tuaja kutoa hali ya masikitiko makubwa sana yenye inajionyesha kwenye kilalo ya Mtambala. Kilalo ile ya Mtambala ina relie village ya Malinde na village ya Katanga mu secteur ya Mtambala mu territoire ya Fizi mu province ya Sud Kivu. Vraiment hali sio mzuri, na kilalo ile vraiment haipermete tena magari kupita vizuri, mamoto kupita vizuri, mabaskeli kupita vizuri. Vraiment ilishakuwa très dangereuse, na tunaomba kuwa député provinciale nationale wetu wa territoire ya Fizi vraiment wafanya hatua kabambi ya kuonyesha serikali yetu koma ile kilalo inaweza ikakarabatiwa au ijengwe, kwa sababu ina perturbe vitu sana. Mtu atoke Uvira kwenda Misisi juu ya biashara, kwa sababu ya ile kilalo vraiment hakuna mamwaye ya magari kupita vizuri, na abake ayakoze maksida. Sisi kama shirika la raia vraiment tunaomba ku gouvernement central yetu au gouvernement provincial yetu iangalie, au gouvernement lokale yetu iangalie koma wanaweza rehabilite ile kilalo
ya Mutambala ava aiyatosha madhara, kwa sababu kisha tosha madhara ndio itakuwa sa jambo ya kushangaza sana. Ile ni ombi ambapo tunaoyaomba kama vile sisi shirika la raia vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi. Ndugu mtangazaji, hiyo tunaiomba paririshance sana, ili kilalo ipate kujengewa au ipate kukarabatiwa, ili biashara bikuwe binaendelea vizuri na watu bakuwe banapita kwenye kilalo ya Mtambala yenye itakuwa ishakuwa mzuri, magari zikuwe zinapita na usalama, mamoto ipite na usalama. Kwa tatizo ya ile kilalo kwa sasa jinsi iko vrema, hata mamoto inaweza kuwa mdanze wakati iko inapita pale. Wengineko ni uko Baraka ambako meya ya mji wa Baraka imevunja ukimya wake kutokana na swala la soko ndogo ya JTM na kutaja kuna eneo linalouzishwa ndani ya soko hiyo kwa wafanyabiashara. Malalamiko mengi yametolewa na malido wa mji wa Baraka kwa kutaka kupata mwangaza kuhusu eneo zinazotolewa kwa wafanyabiashara ndani ya soko ya JTM. Kupitia swala hilo, uongozi wa mji wa Baraka umetoa mwangaza. Na tumalizie na habari za uko Irani ambako mashambulizi makali yanaendelea Mashariki ya Kati, ambako nchi ya Marekani na Israel zimeapa kufikisha kikomo utawala wa Iran kwa kile wanasema nchi hiyo ni tishio kwa amani ya kikanda na dunia nzima. Mengi zaidi namkaribisha Isaac Mulucha Shibe. Kiongozi wa kiroho wa nchi ya Iran Ali Khamenei Ayatollah, mkuu wa majeshi Abdulrahim Musavi, waziri wa ulinzi Nadir Zadeh, kiongozi wa jeshi la mapinduzi Mohammed Pakpour na viongozi wengine wa nchi ya Iran wameripotiwa kuuawa nchini humo kufuatia mashambulizi makali ya mabomu yaliyoendeshwa na Marekani kwa ushirikiano na Israel mnamo Jumamosi hii ya tarehe 28 Februari mwaka 2026. Tangu mwaka 1979 wakati mapinduzi yaliyopelekea uongozi wa awama Ayatollah kuchukua madaraka nchini Iran, kumekuwa uadui wa paka na panya baina ya nchi hiyo na Israeli na nchi za magharibi ya Marekani. Sasa kwa miaka hii miwili ndipo uadui ule uliokuwa ukiendeshwa chini kwa chini uliweza kuonekana bayana baada ya tarehe 13 Juni mwaka jana Israeli kuendesha mashambulizi makubwa ya mabomu dhidi ya Iran kwa msaada wa Marekani. Mashambulizi ambayo yalilenga kuharibu vituo vya kurutubisha uranium kwa ajili ya kuzuia mipango ya Iran ya kutengeneza silaha za nyuklia, kwa mujibu wa Tel Aviv. Kwa kujibu, Iran ilifanya mashambulizi ya mabomu dhidi ya Israel. Baadaye nchi hizo mbili ziliendelea na mashambulizi ya mara kwa mara kwa kutumia droni na makombora yakilenga majengo ya kijeshi pamoja na raia, vikaitwa vita vya siku 12. Mapema mwaka huu, Marekani ilitahadharisha Iran kuwa itashambuliwa vikali ikiwa haitakubali mazungumzo yanayolenga kusitisha mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia. Uongozi wa Iran ulikubali mazungumzo huku ikikanusha kuhusika na mpango wowote wa kutengeneza silaha ya nyuklia na kuarifu kuwa tayari kupambana na yeyote atakayejaribu kuvamia nchi yao. Jumamosi hii ya tarehe 28 Februari mwaka huu, vyombo vya habari viliandika mapema asubuhi mashambulizi ya kushtukiza ya mabomu yaliyoendeshwa katika operesheni ya ushirikiano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Muda mchache baadaye, Iran ilijibu mashambulizi hayo kwa kushambulia kambi mbalimbali za Marekani zipatikanazo kwenye nchi za Kiarabu jirani na Iran, ikiwemo Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordania na Falme za Umoja wa Kiarabu, huku bomu zingine zikilenga miji mbalimbali ya Israel ikiwemo Tel Aviv, Ramat Gan na Rishon LeZion. Mgogoro unaoendelea Iran ni moja ya migogoro hatari zaidi duniani kwa vile inaweka hatarini usalama wa ukanda wa Mashariki ya Kati na unadhihusisha nchi zenye nguvu duniani. Mpaka sasa hali ni tete, hakujawa matumaini yoyote ya usitishwaji mapigano kwa kuwa bado makabiliano yanaendelea baina ya mahasimu, licha ya kuwa washirika wakuu wa Iran ambayo ni Russia, China na Korea Kaskazini hawajaonesha nia yoyote ya kuingilia kijeshi makabiliano hayo, huku nchi kama vile Ufaransa na Uturuki zikiomba kutatuliwa kwa tofauti hii kupitia njia ya kidiplomasia. Mgogoro huu unaibuka kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia migogoro mbalimbali, huku serikali ya Pakistan ikipambana na ile ya Afghanistan, Mexico na Haiti wakipambana vikali dhidi ya magenge ya dawa za kulevya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa kati ya mgogoro na Rwanda kwa sababu za madini, Nigeria ikipigana vikali dhidi ya Boko Haram na waasi wengine wa kidini, Sudan ikiwa katika vita vya siku nyingi na wanamgambo wa FAR, China ikiwa katika mgogoro wa kutaka kuiungamanisha Taiwan kwa kinguvu, huku Thailand na Cambodia wakiwa katika tofauti zao za mipakani, na Korea Kaskazini ikiitishia kuishambulia Korea Kusini, India wakiangaliana kwa jicho la uadui na Pakistan. Migogoro yote hii kama ikuratibiwa vizuri na kuchunguzwa vizuri chini ya uongozi wa Baraza la Umoja wa Mataifa, huenda ikazua vita kali na hakuna ajuaye, inaweza hata kuwa vita ya 3 ya dunia. Msikilizaji na mtazamaji, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini wewe ambao unaendelea kutufuata vilivyo kila mara na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.